Leo nataka niwafundishe namna ya kujuana na your guardian angel, yani yule msaidizi wa kiroho ambaye ni guardian. Kila mtu mwanadamu ako naye, lakini watu wengi hatujui kumpata na kumwongelesha, hata majina yake hatujui. Na kwa sababu hatujui, tunaingia katika mitego mingi na katika shida nyingi kwa sababu hatujui. Sasa nataka msaidizi huyu ambaye tunamuita wa kizungu guardian angel, huyu mtu ni wa muhimu sana. Kama mnafarakana na yeye, hauwezi ukafanikiwa maishani. Kama haujagundua kipengele chako cha maisha, cha namba yako ya kipengele, hauwezi ukaenda vizuri maishani. Kama haujagundua namba yako ya hatima, hauwezi ukaenda vizuri maishani. Na iwapo haujagundua namba yako ya kinabii, haujaenda vizuri, hautaenda vizuri maishani. Kama unaenda vizuri na hizo vitu hauna, inaitwa bahati nzuri. Na bahati ni kitu ambacho hakina mpango, manake inaweza kuja leo, kesho ikawa hakuna bahati. Kuna watu wamepata bahati nzuri na mambo haya yakamea, mabawa yakaenda. Na kama umefanikiwa na si bahati, basi na hujajua hizo vitu, basi wewe umefanikiwa katika njia ambayo si ya halali. Manake mtu ambaye amefanikiwa kwa njia ya halali, lazima hizi vitu nakwambia apitie. Lazima hizi vitu, hata kama wewe mwenyewe hujui kama unavijua, labda katika anga ya kiroho unaonekana uko sawa, ndio maana vinakuja mambo hayo ya mazuri, yanakuja laini yako. Kuna watu wameumbwa na mambo mazuri ya kuja kwa laini yao, na huyu mtu mwenye nasema ndiye anasababisha mambo hayo mazuri yaje. Huyu mtu ninasema ndiye anasababisha mambo hayo mazuri yafanyike kwako. Sasa leo nataka nikufundishe namna ya kufanya uhusiano na huyo mtu, ili uweze kuwa, using'ang'ane sana katika masuala ya maisha. Wengi wamefunga, wameomba, wametoa dhabihu na zaka na matoleo mengi sana, lakini na kujinyimba na kufunga na kuomba na kutafuta uso wa Mungu kila wakati, lakini unakuta kwamba kadri anavyoendelea kutafuta na kusimama na wahubiri na injili na nini, ndivyo mambo yake inaendelea kuharibika zaidi na zaidi. Kuna kitu hujatambua, wacha nikusaidie. Katika siku 7 ambazo ni za wiki, kunayo siku ambao umezaliwa. Hiyo siku umezaliwa ni ya muhimu sana katika maisha. Siku ya kuzaliwa ina mema mengi ya kunena katika maisha ya mtu kuliko tarehe ya kuzaliwa. Kwa sababu kalenda ambazo tuko nazo leo, kalenda ambayo inatumika saa hii ambayo inaitwa Gregorius, hiyo kalenda yote ni uongo mtupu. Ni kalenda ambazo zimefomiwa na wanadamu walio na mioyo mibaya, wanaotaka kuharibu maisha ya watu haraka. Sasa hii kalenda ambayo inaendelea si ya sawa. Ile kitu nataka kukuambia ni uweke manani siku, sio tarehe. Siku ambao ulizaliwa, kama ilikuwa ni Jumatatu, walioita Jumatatu au Jumanne au kulingana kalenda ya sasa, ndio tutaishi. Kwa hiyo tu nikuhesabia, kwa hiyo ndio ujue iko na siku 7. Hizi siku 7, basi kuna siku ambao ulizaliwa, hiyo siku ni muhimu. Sasa hiyo siku ambao ulizaliwa inakusudia alama ya kipengele chako. Inaweza kuwa ni manjano ambapo ni nchi kavu, yani majani, green. Inaweza kuwa ni yellow ambayo ni upepo. Inaweza kuwa ni blue ambayo ni maji. Inaweza kuwa ni nyekundu ambayo ni moto. Sasa katika kugundua hizi siku ambao umezaliwa, utakuja gundua alama yako ni gani kwa hizo. So utakapogundua hii alama, katika wale ambao mnataka kufuta na kuwasiliana huyu jamaa na kumjua ni nani,
kujua majina yake na kujua assignment yake, kazi yake kwako ni gani. Tangu ulipozaliwa dunia hii, kuna mtu aliyetumwa kusimama na wewe, malaika wa uzima, guardian angel. Huyu jamaa ako na wewe siku zote. Huyu jamaa anatembea na wewe siku zote. Waweza kuwa labda umjui, sasa unamkasirisha, na akienda kinyume na wewe utafikiria wachawi wote wa kwenu wamesimama na majina yako ndio wanaroga peke yake, na kumbe ni huyo jamaa tu amenuna, amekataa kukusaidia. Sasa nataka uelewe kwamba kuna vitu ambavyo Mungu ameweka katika maisha haya ili tuvielewe, vitusaidie. Sasa huyu jamaa, jinsi ya kumfanya awe karibu na wewe na kumjua na kutembea na yeye na kuhusika na yeye ili aweze kusaidia katika assignment yake. Ukishagundua siku yako ya kuzaliwa, jambo la pili ambalo utafanya katika hizi 4 ambazo nimekuhesabia, hizi vipengele 4: moto, upepo, ardhi na maji, kuna kimoja chako. Kama ni upepo, basi nenda kanunue mshumaa ya yellow. Kama ni ardhi, nenda kanunua mshumaa ya green. Kama ni red, nenda kanunua mshumaa mwekundu kama ni moto. Na kama ni maji, nenda kanunue mshumaa ya blue color. Jambo la pili kwa mishumaa, si mishumaa yote inatumika katika mambo ya rohoni. Naomba Mungu akusaidie upate mishumaa inayotumika kwa mambo ya kiroho. Utakaopata hizo mishumaa, huo mshumaa unanua tu mmoja unaoendanisha na kala yako. Lakini na kuadvise, kwa sababu hamjui kutumia mambo ya mishumaa, nunua mishumaa miwili, moja mweupe na moja wa rangi ya kala yako, rangi yako mweupe na rangi yako. Maana kutumia wakati utahakisha ule wa rangi yako, ukiwa haujui kutumia mishumaa kwa mambo ya kiroho, ni rahisi sana kuita mapepo na maroho machafu. Ni rahisi sana. Manake mishumaa ni chombo ambacho kinatumika kama ni ile ambao nimesema, ni chombo ambacho kinatumika kuingiza watu katika masuala ya kiroho. Inafungua anga ya kiroho, yani communication spirits. So ikiwa haujajua kuitumia, ni rahisi sana kuingiza maroho mengine mabaya. Sasa ndio maana mimi kama mwalimu nimekuadvise, nimekupatia mawaidha. Tumia mshumaa mweupe, uhakishe kwanza. Maana mweupe ujue kutumia, ama haujui, hakuna vile utakaribisha maroho machafu. So huo mweupe uko upande wa uzuri peke yake. So nunua hiyo mweupe, alafu uhakishe siku ile ambao umezaliwa. Tafuta nafasi, masaa mazuri ambao umetulia, funga mlango, nyamaza kwa nyumba peke yako. Andika chini majina yako yote ambao unaitwa, yale ulipewa na wazazi. Ukaandika kwa karatasi, uandike kwa kitu chochote bora, uandike chini. Majina haya uandike mara 7. Akisha hiyo mishumaa miwili, mweupe kwanza, alafu wa rangi yako. Katika hiyo mishumaa ni vizuri uifanyie kitu kinaitwa fortification. Kama unataka kuomba huyu mtu akusaidie katika mambo ya maisha na nini na nini na nini, itakubidi majina yako hayo yaandikwe. Kwa nini? Pia majina yako yaandikwe kwa mishumaa yote 2. Alafu upande ule mwingine waandike tarehe zenye umezaliwa, mwezi na mwaka. Yaani mshumaa ndio huu, unaandika hapa hivi majina yako Wilson, alafu pande hii lisali tarehe 10 mwezi wa 9 77, hivyo unaandika hivyo. Ule mwingine pia. Alafu unachukua mafuta ya upako ambao uko nayo, lakini sana sana wale ambao mko na asali, unaweza kutumbuiza kwa asali, kwa sababu hii ni kazi nzuri sana, nataka ivute mambo mazuri kwako. Unatumbuiza kwa asali. Asali ndio unadichi ndani hiyo mshumaa, alafu unaweka hapo, unahakisha. Sasa uanze, ikianza kuwako umetulia peke yako, anza kuomba Mungu akufunulie yule malaika ambaye ametumwa kwako. Omba Mungu akufunulie yule malaika, akupatie majina yake,
akufunulie, mkutane naye. Omba Mungu. Sasa kila wiki utakuwa unaenda hapo mahali, hiyo masaa unatenga, unaomba na kuambia utamaliza siku 7 kama huyo jamaa hajajifunua kwako. Wengine mtachukua hata siku 14, wengine 21, wengine hata siku 40 kama chakula, lakini usikufe moyo. Fanya hivyo mpaka huyo jamaa atajifunua kwako. Akishajifunua kwako, umepona. Wengine atawatokea kama amekasirika, ujue ulimuudhi. Wengine atatokea kama anacheka na furaha. Kuna wako tu kama wanadamu vile tulivyo. Kuna watu walio na furaha, mioyo ya furaha. Kuna watu wengine wenye mioyo ya kuchukia, mioyo mibaya. Kuna wengine wamekasirika uso, hata kama mioyo ni mizuri, lakini uso imekasirika. Huwezi kuwaona wakicheka, huwezi kuwaona. Kuna watu namna hiyo na hawana shida mioyoni, na kuna watu wamebeba machungu katika mioyo. Hivyo ndivyo hao jamaa wako. Kuna wale warudi, kuna wale wapole, kuna wale watulivu, kuna wale inategemea ni nani wako. Sasa huyo wako ndio utamfanya mpaka mwelewane katika hali ya maombi hayo na kuomba na msuma huo na kusema vile unavyotaka. Mungu wa mbinguni atakufanyia. Nasema ombeni nanyi mtapewa, tafuteni mtaona, bisheni mtafunguliwa. Hiyo ndio njia atajifunua kwako. Ukifanya hivyo, wewe endelea mpaka ajifunue. Atakapojifunua sasa, wewe umepona. Utajua hali ambao unataka kufanya. Sasa wewe ongea vile unavyotaka. Katika njia yote ile utasaidika. Wacha Mungu wa mbinguni akusaidie kwa hiyo ujumbe. Kama kuna maswali muulize tu, na naomba subscribe kwa channel yangu, alafu pia naomba mshiriki video zangu kwa watu wengine ili waweze kusaidika. Asante. Na mwaka huu Mungu akijalia tutaweka masemina sehemu fulani ili tuweze kuona kama tutapasha ujumbe kwa watu. Sitaki kuondoka dunia hii nikiwa na siri nyingi ya vitu vingi ambavyo ninajua na sijafunulia watu. Hata naandika vitabu vingi sana za kwa mambo ambayo ninafundisha, naandika ili watu waweze kupata nafasi ya kusoma. Mungu akubariki na Bwana akutane haja ya moyo wako tena. Tukutane. Asante.